ya serikali. Askofu, umenisaidia kuwajibu. Neno la Mungu linasema ni vyema watu wakiishi kwa pamoja, kwa sababu katika umoja huo Mungu atatuletea baraka. Ama namna gani Kakamega? Asante sana askofu kwa kunisaidia kujibu watu wajeuri wengine wananiuliza maswali. Na ndio sababu hiyo mnajua tulikuwa na mirengo tofauti tofauti. Hata na huyu mbunge wenu alikuwa mpinzani wangu wa mambo makali, si ndio? Lakini Mungu ni nani jameni? Tumesema ya kwamba kwa sababu ni vyema sisi kama wananchi wa taifa la Kenya, ili tuweze kupiga hatua ya kwenda mbele, ni vizuri tufanye kazi kwa umoja pamoja. Na nataka nimshukuru ndugu yangu Nabii na wale viongozi wengine wote ambao tumekubaliana na tumeamua. Mimi na Mheshimiwa Raila Odinga, wakati tulikubaliana tuunganishe taifa letu la Kenya, viongozi wengine wote wakakubaliana na sisi. Mimi nasema asante sana. Na mimi nitahakikisha, Mungu akinijalia, ya kwamba tunaondoa hizi mipaka ambazo zinatugawanya. Tunaambiwa ya kwamba umoja ni nguvu, kutengana ni udhaifu. Kwa hivyo tukitengana we become weak, lakini tukiungana tunakuwa na nguvu, tunaweza kusukuma mambo yale yatakayobadilisha taifa letu la Kenya. Ndugu zangu watu wa Kakamega, mimi nawauliza, katika harakati hii ya kuunganisha taifa letu la Kenya, naomba usaidizi wenu, naomba umoja wenu. Mnakubali tuungane jameni? Ndio tufanye kazi kwa pamoja. Hebu nione wanasema tuungane tufanye kazi kwa pamoja. Basi, asanteni sana. Jambo la pili ambayo niko na majukumu mlionipatia kama kiongozi wa taifa hii ni maendeleo ya taifa letu la Kenya. Kwa sababu ndio kiini, ndio sababu ya kuwa na serikali. Kazi ya serikali ni kupanga vile maisha ya wananchi itabadilika, miradi ya maendeleo itapatikana, na Kenya itapiga hatua ya kwenda mbele. Tuondoe umaskini, tuondoe njaa, tuondoe ujinga, tujenge taifa ambayo inatufaa sisi zote. That is my second assignment ambayo mmenipatia kama kiongozi wa taifa hii. Na hiyo vile vile nawaeleza nitafanya na bidii, na nitawaeleza kwa kifupi mahali hiyo kazi mlionipatia ama assignment mlinipatia imefika. Si ndio? Kwanza mliniambia ya kwamba mnataka tuzalishe chakula ya kutosha. Mnataka tuhakikishe ya kwamba kilimo inashughulikiwa ndio itusaidie kutupatia chakula na iweke pesa kwa mifuko ya wananchi wakulima wengi. Mlisema hamkusema bwana? Na ndio sababu hiyo nikasema mahali pa kuanzia kuongeza chakula katika taifa letu la Kenya ili tuweze kuondoa njaa ni kuhakikisha kwamba tuna support wakulima. Na ndio sababu tukapunguza kama serikali gharama ya mbolea, tukahakikisha kuna mbegu ya kutosha ambayo imefanyiwa utafiti, na sababu hiyo ndio mnaona kilimo Kenya imebadilika. Magunia ya mahindi tuliozalisha 2022 ilikuwa 44 million. Magunia ya mahindi tuliozalisha mwaka uliopita ilikuwa 64 million. Nyinyi wenyewe mmesema na mnajionea kule mashambani, kwa mapenzi ya Mungu tuko na mvua ya kutosha, mmetumia mbolea ya kutosha. Mwaka huu makadirio yetu ni kwamba tutapata mahindi magunia milioni 75. So mambo ya kilimo inasonga mbele. Niliwaeleza vile vile kilimo ya chai tumeweka mpango mzuri, tunafanya kazi na KTDA, tumewasaidia kupunguza gharama ya mbolea. Ile mapato imepatikana kwa kilimo ya chai imeongezeka from 138 billion mpaka mwaka huu tulipata 215 billion. Nilikuja hapa Kakamega na nikawaeleza
ya kwamba hii kilimo ya miwa ndio imelete matatizo makubwa na kuongeza mambo ya